wananchi, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliendeleza mwenendo mwema wa kusoma Qur'an na kushiriki katika mashindano mbalimbali ya tahfidh na tajwid za kitaifa na kimataifa. Aidha, darasa mbalimbali ziliendeshwa za Qur'ani na tafsiri yake katika misikiti kote mijini na vijijini ili kuzingatia mafundisho yake. Utaratibu huu sio tu umeongeza imani zetu katika kusoma Qur'an na kutekeleza ibada zetu kwa usahihi, lakini pia unachangia kwa kiasi kikubwa katika kuwarithisha na kuwapa malezi mema vijana na watoto wetu kuishi kwa kuzingatia maadili na kuwa na tabia njema na hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo, kwa lengo la kuwa na jamii ya wacha Mungu yenye kuzingatia kufanya mambo mema na kujiepusha na vitendo viovu, tuna wajibu wa kuendeleza mwenendo huu hata baada ya Ramadhani, kwa kuwa Qur'ani ni mwongozo wa maisha yetu ya kila siku na urithi bora kwa watoto wetu hapa duniani na akhera tuendako. Miongoni mwa mambo mema ambayo tuliyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhurumiana na kufanyiana ihsani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao, wakiwemo wazee, watu wenye ulemavu na mayatima. Bila ya shaka, sadaka zilizotolewa zimeweza kuwasaidia sana wenzetu hawa katika kupata mahitaji yao na kuwaondolea wasiwasi wa kupata futari, jambo ambalo limewasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutekeleza vyema ibada ya saumu na kuleta mapenzi baina yetu. Na wasihi tuendeleze utaratibu huu mzuri, kuwakumbuka na kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, kwa kuzingatia kuwa utoaji wa zaka na sadaka ni miongoni mwa mambo tunayohimizwa Waislamu kutokana na faida zake katika kuchochea ustawi wa jamii. Nachukua fursa hii kutoa shukrani kwa taasisi na watu wote waliotoa sadaka zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo la kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali. Aidha, na washukuru wale walioandaa futari kwa ajili ya wenzetu hawa, mambo ambayo yanasaidia kuongeza upendo, umoja na mshikamano. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wenzetu hao na awaongezee baraka na ufanisi katika shughuli zao. Baada ya kumalizika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tayari baadhi ya Waislamu wenzetu wanajiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija huko Maka kwa mwaka huu wa 2026. Tunawatakia Waislamu wenzetu hao ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo wa kwenda hija maandalizi mema na awakubalie hija zao watakazozifanya. Aidha, tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie uwezo wa kwenda kuitekeleza nguzo hiyo ya 5 Waislamu wote ambao bado hawajakwenda. Natumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa kushirikiana na taasisi zote zinazowasafirisha mahujaji kwa kuzifanyia kazi changamoto mbalimbali zinazowakabili mahujaji wetu. Napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi zinazoshughulikia mahujaji kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ili kuona idadi ya Waislamu nchini wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija inaongezeka. Serikali itaendelea kukamilisha taratibu za kuanzisha mfuko wa hija ili kutoa fursa kwa watu wengi zaidi kuweza kuitekeleza ibada ya hija. Tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutekeleza ibada ya saumu tukiwa katika hali ya amani na utulivu. Hakika hii ni neema kubwa kutoka kwa Mola wetu mlezi, kwani kama sote tunavyofahamu, wapo Waislamu wenzetu katika maeneo mengine hasa ya Mashariki ya Kati wanaokabiliwa na changamoto za kiusalama. Kwa baraka za siku ya leo, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuweza kuilinda na kuidumisha neema ya amani katika nchi yetu, na awajalie Waislamu wenzetu na watu wote duniani kuwa na amani ili kuleta ustawi na maendeleo yetu sote. Ndugu wananchi, katika kuhakikisha tunasherehekea sikukuu kwa amani na furaha, nachukua fursa hii kuzitaka mamlaka zinazohusika kusimamia usalama wa viwanja,
vinavyotumika kwa sikukuu kuhakikisha wananchi wanakuwa salama katika viwanja hivyo. Aidha, nalitaka jeshi la polisi na mamlaka zinazosimamia madereva na usalama barabarani kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa katika utumiaji wa barabara zetu na wananchi wanapata fursa ya kusherehekea sikukuu kwa amani. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Pia unaweza kutufollow kupitia WhatsApp Chum TV.